Tuzo ya ufunguo wa maisha. Ufunguo wa maisha. Pasipo kupoteza muda, tuelekezee macho yetu kwenye screen tuone kwamba nani anakwenda kuchukua duniani. Nani anakwenda duniani kwa mara nyingine tena. Makutano ya wanawake wenye mafanikio duniani husababishwa na uthubutu wa mmoja wao mwenye wivu mkubwa na nia ya kufungua milango ya fursa kwa niaba ya wengine. Maelfu ya wanawake wa Kitanzania leo wanasherehekea matokeo ya uthubutu wa Maida Waziri, kutoka kuwa fundi wa kushona, uvuvi, hadi kuwa mkurugenzi wa kampuni ya ukandarasi Ibra Africa na mwenyekiti wa sauti ya wanawake wa jasiriamali Tanzania VOET. Mimi naitwa Maida Waziri. Mimi kwa kazi yangu ni mkandarasi na kampuni kubwa ya ukandarasi inaitwa Ibra Contractors Limited. Nimefanya biashara kwa miaka 36 sasa kwenye ukandarasi na miaka 26. Lakini vitu vikubwa ni lazima uanze na vitu vidogo. Nimeshona kwa miaka 8 seat cover za magari, uniforms za wafanyakazi pamoja na mapazia. Maida anakumbuka kisa kilichojaribu kuzima ndoto yake miaka ya 2000 alipoingia kwenye mtego wa wajanja ambapo chupu ajikute kolokoloni kwa uhujumu uchumi. Nilifanya kazi katika ofisi ya waziri mkuu, lakini katika waliopita katika awamu, bahati nzuri mimi nimebahatika kufanya katika awamu karibu zote 5. Mimi niliweka tape kuonyesha kwamba hii eneo lisitumike. Walienda wakatoa, gari ya waziri mkuu ilipokuja ikaingia ikapaki. Usiku ile eneo nilikuwa nimefanya kazi, lile zege kwa sababu lilikuwa bado bichi, likadondokea gari la waziri mkuu. Kwa hiyo nikaambiwa kwamba ni mhujumu uchumi ulitaka kumuua kiongozi, iliundwa tume ya uchunguzi. Sasa challenge iliyopo, kuna watu ambao waliokuwemo pale katika ile kamati kwa kweli walinitreat vibaya sana, kiasi kwamba kama ningekuwa siko strong labda ndo ningesema bwana, hizi kazi mimi naacha. Kutoka hapa kwenye ardhi ya mama Kizimkazi, sasa Afrika inamtambua Maida kama mwanamke mjasiriamali aliyethubutu na kutunukiwa nishani lukuki kiasi cha kufungua milango ya fursa kwa malkia wengi duniani. Nilipokwenda Kenya nilifanya vizuri katika nchi 10 na nikaondoka na award kwamba nimekuwa mjasiriamali bora. Nikarudi na tuzo ya nchi, tuzo ya kuwa mjasiriamali bora. Kwa hiyo East Africa nzima nikatoka nikawa namba 1. Mimi ni rais wa sauti ya wanawake wa jasiriamali Tanzania na nimeweza kugombua wanawake wengi. Kwanza kubadilisha mindset, kwa sababu wanawake wengi wamezoea kukaa na kuona kwamba wanatakiwa kubebwa. Sasa wanawake wengi tulionao katika chama cha sauti ya wanawake wa jasiriamali Tanzania ni wanawake strong ambao wanajua kwamba wao ni wakina nani. Kwa heshima na fundo zito lililojaa huba kutoka kwangu, enyi malkia wa nguvu mwaka 2025, namleta kwenu malkia mwenye ufunguo wa maisha kwa makofi na vifijo. Huyu si mwingine, ni malkia wa nguvu Maida Waziri. Mimi Maida Waziri, malkia wa nguvu 2025, twende duniani. Makofi 2025 kwa Maida Waziri. Ahlan wa sahlan. Karibu sana jukwani. Feru, kama tuletee malkia nguvu. Karibu Maida Waziri, karibu. Wakati wanamwomba Mami Shumbana Walwa, huyu ni head of marketing tokea Selcom.
Pokea tuzo kwa bashasha malkia wa nguvu ambaye imempeleka duniani namna hiyo. Makofi basi, vigelegele basi kwa malkia wa nguvu. Shumara, tupate picha pamoja. Yes. Asante sana Maida Waziri, hongera kwa kwenda duniani. Studio. Karibu sana malkia wa nguvu. Asante. Kwanza kabisa napenda kuwashukuru Clouds Media ambao umetukutanisha leo jioni ya hii leo na watu wote hawa kuja kushuhudia tuzo tunazopewa sisi malkia wa nguvu. Ninawashukuru sana kwa kazi kubwa ambayo mmeifanya. Lakini naomba nianze kwa kumshukuru sana Mungu ambaye ametupa uzima, tumekutana tukiwa wazima pamoja na nyinyi Clouds Media kutukutanisha hapa jioni ya leo. Napenda sana kuishukuru familia yangu. Napenda kumshukuru mume wangu mpenzi Emmanuel. Kwa kweli amekuwa ni mchango mkubwa sana katika mafanikio yangu. Nashukuru familia yangu, watoto wako hapa, naomba mpunge mkono watoto wangu hawa, lakini pia na wafanyakazi wangu. Nawashukuru, mmekuwa ni mchango mkubwa sana katika safari hii ya mafanikio. Kama tulivyosema kwamba mimi nilianza biashara nikiwa sina elimu kubwa sana. Nilikuwa na elimu ya form 4, nilianza kushona kama ilivyoonekana, lakini leo hii nimesimama hapa nikiwa kama CEO wa group of company. Na mimi ni mkandarasi na kampuni kubwa sana ya ukandarasi iko class 1, inaweza kucompete na international company ambazo mnazijua Standard Gauge na nyingine. Lakini pia kwa elimu hiyo hiyo ya form 4 nimeweza kuchukua tuzo mbalimbali za ndani na nje ya Tanzania. Ninachotaka kusema ni kwamba wanawake wenzangu, maisha ni safari, na safari sio nyepesi. Safari ni hatua. Tunapambana mpaka hapa tulipofika, tumekumbana na vingi. Tumelia, tumehuzunika, wakati mwingine tumedhalaulika. Lakini ninachotaka kusema ni nini? Kila anayekudharau leo, huyo ndio anayekupushi kuweza kufanya mambo makubwa. Kwa hiyo watu ambao waliweza kunidharau mimi, leo wananisalimia kwa heshima. Kwa hiyo Watanzania wenzangu na wanawake wote, mimi naomba niwapongeze, tupambane, tuwe na ndoto kubwa, tunaweza kufika mbali sana. Tujiamini, tujithamini na tujue nini tunataka. Ninawashukuru Clouds Media kwa kweli kwa kuniona na kunifanya kuwa malkia wa nguvu siku ya leo. Ninawashukuru sana, asanteni sana. Kabla hujaondoka, zawadi kutoka GSM group na yes. Kuna zawadi yako malkia wa nguvu ili ukangare kutoka Ngarisha Soap, na mambo yanakuwa mazuri kutoka GSM. Mzigo. Shumara, ushike vizuri. Mzigo. Zawadi kutoka GSM Ngarisha Soap ndio inayofuata kwa washindi wote wa tuzo za Air Malkia wa Nguvu 2025. Asante sana Malkia wa Nguvu Maida Waziri, na hongera pamoja na familia yako na Mr. pia. Hongera sana kwa kuwa Malkia wa Nguvu ambaye tuna support mambo mazuri. Yes. Unamsupporti? Namsupporti. Namsupporti na yeye ananisupporti hivi tuko ambavyo tuko live, wananiangalia kwenye kideo. Basi mamalkia wa nguvu wote wanaosupporti wake zao, jipigeni kifua mara 3, waambie wewe ni malkia ambaye unaweka malengo ya mkeo yakiwa sawa bila kumsumbua. Clouds 25. Asante kwa Gen Z for life.